Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 18 ya mwezi wa pili mwaka 2026, siku ya Jumatano. Ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Mwigulu aonya viongozi, awataka waache kuzoea matatizo ya wananchi, agiza mkandarasi aliyepiga bilioni 1 mbakaji wakamatwe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. TRA, ole wenu wa kulipa kodi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Tanzania Malawi kuimarisha biashara mpakani. Habari katika ukurasa wa 3. Mradi nishati safi ya kupikia awamu ya kwanza waanza, utanufaisha taasisi 542, sekondari 52, VETA 1. Mambo safi. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3. Kusiluka atakatehama isiharibu usalama umoja. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. TMA yatabiri mvua kubwa mikoa 8. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Madereva kiwanda cha Mode ujua goma kisa mshahara. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Wanawake na Samia, vijana Dodoma walamba bilioni 2 za CRDB. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. 140 wasaini mikataba ajira bodaboda Uarabuni. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiwasalimu watoto wa wafanyakazi wa ubalozi wa Tanzania waishio nchini Ethiopia Februari 15 alipokuwa nchini humo kwa ajili ya ziara ya kikazi. Pamoja na mambo mengine, alishiriki mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika AU. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ushahidi fiche unakiuka haki, ni uamuzi wa jopo la majaji watatu laagiza sheria iboreshwe kulinda usawa haki upande wa utetezi, mashtaka latoa miezi 12 kwa bunge. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili, ndugu ikisema tofauti hii inaathirika katika ukweli kwamba mashahidi wa upande wa mashtaka pekee wanapewa haki ya ulinzi, wakati mashahidi wa utetezi wametengwa na ulinzi sawa wa kisheria ambao unaathiri haki ya utetezi ya ulinzi sawa na sheria. Uamuzi wa jopo la majaji wa mahakama kuu. Habari ni katika ukurasa wa 5. Gazeti hili limeandika Wasira afunguka, huko kwenye siasa hakuna msamiati wa kustaafu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Sarakasi mgogoro wa CUF. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Habari picha ikionyesha baadhi ya wafuasi wa chama cha wananchi CUF wakiwa kwenye vikundi wakati polisi walipoingia kwenye eneo la ofisi za chama hicho Buguruni, Dar es Salaam, baada ya kuibuka kwa vurugu za makundi yanayovutana. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 3. Bajeti ya SMZ kupanda hadi trilioni 8.217. Makadirio ya mapato na matumizi ya serikali ya mapinduzi Zanzibar SMZ yanatarajiwa kupaa hadi kufikia trilioni 8.217 kutoka trilioni 6.982, ikiwa ni ongezeko la shilingi trilioni 1.235 kwa mujibu wa waziri wa fedha na mipango. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Lissu shahidi walivyotoana jasho na PGO. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele.
Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni serikali yazindua awamu ya kwanza mradi nishati ni ya kupikia kwa taasisi zinazohudumia watu zaidi ya 100, unahusisha shule za sekondari 52, ni sehemu ya mradi wa bilioni 25.8. Habari kamili ni katika ukurasa wa 8. CUF kumburuta msajili wa vyama mahakamani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Dr. Dugange, uchumi wa buluu uimarishe ushirikiano bara na visiwani, habari ni katika ukurasa wa 4. VETA yaandika mafanikio ya siku 100 za Rais Dr. Samia, habari katika ukurasa wa 4. Kiongozi akagua miradi ya bilioni 2.5 Nzega, habari katika ukurasa wa 2. Umuhimu maadhimisho siku ya wanawake waelezwa, habari katika ukurasa wa 2. Zelensky, Urusi inajiandaa kufanya mashambulizi zaidi, habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika vifo vya ghafla vya wataalam, viongozi changamoto sekta ya afya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 hadi ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tunatazama sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni daktari bingwa ataja siri shabiki kufa ghafla uwanjani, adokeza mifano ya misiba iliyokwisha tokea, ataja mbadala unaompa mshangiliaji afadhali, viwango vya haueni vinatofautiana kulingana na mahali aliko shabiki. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5, ndugu ikisema mechi ya kirafiki kati ya timu ya taifa ya soka ya Tanzania Taifa Stars na Brazil iliyochezwa kwenye uwanja wa Mkapa Juni 7 mwaka 2010 iliingiza bilioni 1.67, rekodi ya juu zaidi ya mapato ambayo haijawahi kuvunjwa uwanjani huko. Hii inaonyesha jinsi shabiki anavyoweza kuongeza mapato, lakini pia kuwa hatari kiafya ikiwa homoni zenye nguvu zinachochea. Hii ni nukuu ya Dr. George Longopa. Gazeti hili limeandika wafuasi wa Lipumba wanaompinga watu wangana, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Habari picha inaonyesha askari polisi wakiimarisha ulinzi katika ofisi ya chama cha wananchi CUF eneo la Buguruni, Dar es Salaam jana, baada ya kutokea vurugu za makundi ya wanachama wakati wa mkutano wa kaimu katibu mkuu wa chama hicho Magdalena Sakaya na waandishi wa habari. Afisa jeshi la polisi atoa ushahidi kesi ya uhaini Lissu, habari ni katika ukurasa wa 3. Kesi na mkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Tundu Lissu imeendelea kushika kasi katika mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam. Safari hii ushahidi wa 9 wa upande wa jamhuri ukizua. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Waraibu wa kubeti wahamia mtindo mpya wa maisha, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Zeki ya choma nyaraka uchaguzi Zanzibar ukiwapo pingamizi mahakamani, habari katika ukurasa wa 4. Baada ya ripoti ya Nipashe Kimara Suka kwa wekewa taa askari, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Nipashe mwanga wa jamii. Tulitazama sasa gazeti Raia Mwema muungwana na kitendo limeandika kimenuka CCM, wabunge madiwani viti maalum wa Goma, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Mnyukano Chadema Chauma hatari, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Mwenyekiti hatumiwa kumtwanga mwanakijiji, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Lissu ngoma nzito, mashahidi wa kificho waibu utata mpya, DPP atupewa zigo ndani ya miezi 12. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Raia Mwema pia limeandika CUF msajili hapatoshi, habari katika ukurasa wa 3. Mjadala kwa nini Ramadhan kwa Resma zimegongana, habari katika ukurasa wa 17. Michezo, macho yote ni Machi mosi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20. Hii ni dabi ya Kariakoo, Yanga dhidi ya Simba, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema muungwana ni kitendo Jumatano ya leo. Tunatazama sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele. Kiongozi avalia njuga mgogoro wa miaka 30 ni wa ardhi uliozuka mwaka 1996, atoa maagizo kwa DC haki tendeke, elekeza wizara ya elimu kukamilisha ujenzi wa chuo cha VETA Tabora, habari katika ukurasa wa 5. Habari picha ikibeba maandishi changamoto, waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akisikiliza changamoto kutoka kwa wananchi kabla ya kuhutubia mkutano wa hadhara katika kijiji cha Soni wilayani Lushoto mkoani Tanga jana. Ziara ya Lushoto ya Dr. Mwigulu abaini madudu mengine, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mgombea wa Peramiho andika vipaumbele vyake, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8. Maelfu waliokwama masomo kwa ujauzito warejea darasani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16.
Dugange ataka uchumi wa buluu uimarisha muungano. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Nalo gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi, tutazipatia ufumbuzi changamoto za usafiri Pemba. Habari ni katika ukurasa wa pili. Mwelekeo wa bajeti 2026-2027, serikali yabainisha vyanzo vya mapato. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Ndege zisizo na rubani zaua 28 Sudan. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Miradi mipya kumaliza uingiaji wanafunzi mikondo miwili Lela. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Mohamed aongoza mamia kumwombea Dr. Dhamira. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ishu ya Mpanzu. Beka amaliza utata. Ijayo ni Tanzania Prisons dhidi ya Simba Februari 22 saa 10 kamili jioni, uwanja wa Jamhuri Dodoma. Robo finali RS Berkane dhidi ya Al Hilal, Esperance de Tunis dhidi ya Al Ahli, Mamelodi dhidi ya Milian, FAR Rabat dhidi ya Pyramids, Al Masry dhidi ya Belouizdad, Safi dhidi ya Wydad, AS Otoho dhidi ya Zamalek, AS Manema dhidi ya USM Alger. Hizi ni robo finali CAF Champions League pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Gazeti hili limeandika Yanga Sports Club ya rudi mzigoni kibingwa. Habari katika ukurasa wa pili. Leo saa 1 kamili usiku Yanga watashuka dimbani dhidi ya Cosmo, kombe la shirikisho katika uwanja wa KMC Complex. Mwanaspoti limeandika Wema Sepetu, jukwaa la urembo limenifungulia mengi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Saka mpya anavyoleta machaguo mengi Arsenal. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Gazeti hili kiandika EPL leo Jumatano ni Wolverhampton dhidi ya Arsenal saa 5 kamili usiku. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti Habari Leo ninalo mikononi mwangu lenye limeandika Samia amlilia mtunzi wa Tanzania yetu, KMC yaangukia pua shirikisho, Yanga yaanza na Cosmopolitan shirikisho leo, Simbu Magdalena kushiriki Boston Marathon. Habari ni katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika Yanga Sports Club yaitisha Cosmopolitan FA, Pedro atamba hatacheza na mtu, nyota wake wajipanga kutoa dozi katika kila mechi kwa sababu. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Gwei wa Simba Sports Club waweka rekodi bara. Habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru ukweli daima lenye habari za michezo na burudani limeandika Rais Samia amlilia Hiza. Habari ni katika ukurasa wa 23. Kocha Yanga afunguka. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Mkataba wa Gamondi waibua mkwasa Pawasa. Habari katika ukurasa wa 23 wa gazeti hili. Waziri Nanauka aanza na vipaji vya Mtwara. Habari katika ukurasa wa 21. Barcelona Chali, timu ya soka ya Girona juzi ilichapa 2-1 Barcelona katika mchezo wa ligi kuu ya nchini Hispania. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 22. Msondo Ngoma yaenda likizo. Habari katika ukurasa wa 21, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima, na gazeti hili linakamilisha dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.